Mimi nilipokuja hapa 98 sikuwa na ujanja, hata ujanja mlionao nyinyi mimi nilikuwa sina. Sio? Lakini ni kitu kimoja tu, kufanya kazi kwa bidii, kuteseka na kuwa na nidhamu ya pesa. Amezungumza mwenyekiti, iheshimu shilingi moja kabla hujaheshimu milioni moja. Shilingi moja ulionayo, hiyo moja ukiiwekeza inakupa pesa nyingine zaidi. Si ndio jamani? Ukiitumia ovyo ovyo inaondoka. Na hakuna kitu kama naitumia hii nitaifidia pale. Hiyo kitoga hakuna. Ile ikitoka ifanye nini? Kutoka. Hakuna kuifidia. Fanyeni kazi kwa juhudi, mwe na nidhamu ya fedha, sawa? Msirizike na chanzo kimoja cha mapato. Tumeelewana? Chanzo kimoja cha mapato tunachelewa. Chanzo kimoja cha mapato ni taratibu. Uwe na vyanzo vingi. Wewe unaendesha bodaboda, mama ana genge. Kuna ubaya hapo jamani? Sera zinaingia. Matumizi yako yabaki pale pale. Tulisema mweke riba ndogo, lakini la pili muwezeshe wazawa ili tuweze kujenga wote nchi yetu kwa pamoja. Kwa hiyo katika wale watu niliowapa zaidi ya watu 230 naona tuliwapa mikopo mizuri na wana malalamiko, lakini na kauli yako nilipenda kwa sababu ulisema kwamba hutaki kuona mtu kachukuliwa friji, redio wala kabati wala kitanda aonekane ni nini, lakini ilikuwa ni ngumu kwa sababu mikopo ya kwanza ile ilikuwa ni hela. Sasa na sisi tukasema kwamba mkopo wetu sisi hatuhitaji samaki. Ukitupa samaki na maana unatupa ile hela. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunahitaji nyavu. Sasa nyavu ndo haya ambapo tulipofikia kwenye chombo. Lakini ulisema kwamba tunaanza na hela ambao kuanzia milioni moja mpaka milioni 2, lakini kwa sasa umetufungulia kutakuwa kuanzia milioni 3.5. Ina maana kwamba kuchukua pikipiki tunashirikiana na maafisa usafirishaji kuweza kuwakopesha pesa, lakini vile vile kuwakopesha vyombo vya kufanyia kazi. Tunajua vijana wengi sasa hivi hii fursa ya usafirishaji imekuwa ni fursa kubwa kwao, na sasa tumeangalia kama wezesha mzaa tunawezaje kuwawezesha hawa vijana kuweza kupata mikopo kwa bei nafuu, lakini vile vile kuweza kupata vyombo ambavyo vinaweza vikawasaidia kufanya kazi yao bila kuwaumiza wao.